anaitwa Emmanuel Bainiti, ni manager mradi wa Wimbe Consulate. Mradi ambao tulitekeleza nchini Nilam 2020. Tulilipwa malipo, ikabaki malipo ambayo inaitwa retention. Paka leo hatujalipwa. Nani aliwalipa? Ni mradi ulikuwa halmashauri. Mkurugenzi unatambua huu mradi? Mkurugenzi uko wapi? Mkurugenzi, naomba kusogea mbele. Unautambua huo mradi? Hapana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Si umtambui. Nani aliyewalipa? Wewe umehamia lini hapa? Nimehamia 2023. 2023. Ndio Waziri Mkuu. Kwenye wakuu wako wa idara nani aliyekuepo? Alikuwepo afisa elimu wa elimu sekondari. Ni nani aliyelipa kile ambacho kililipwa? Sifahamu Mheshimiwa. We mkandarasi, hebu sogea hapa. Nani aliyewalipa? Haujawahi kufika ofisi za halmashauri? Mradi tulitekeleza akiwepo mkurugenzi alikuwa anaitwa Kambona. Ndio. 2020. Nani aliyewalipa? Mahususi nani aliyewalipa? Hela za kwanza tulipwa na mkurugenzi. Idara ya maji. Idara ya maji, ehe. Mkuu wa idara ya maji yuko wapi? Mkuu wa idara ya maji yuko wapi? Yuko wapi? Mheshimiwa Waziri na mwenyewe amehama, ila idara ya maji sasa hivi inasimamiwa na Ruwasa. Meneja wa Ruwasa yuko wapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu. Unalifahamu hilo jambo? Nalifahamu. Unalifahamu? Ndio. Kwa nini hujamalizia hiyo fedha? Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati Ruwasa imeanzishwa kuna fedha miradi ambayo ilikuwa chini ya mkurugenzi ihamie Ruwasa. Kwa hiyo baada ya makabidhiano kuna fedha ambazo ziko kwa mkurugenzi kwa maana ya matazamio ya mradi bado hazihamishwa huku ili tuweze kumlipa huyu mkandarasi. Ninyi mnalifahamu na mradi mnaufahamu, swali langu kwa nini hamjalipa? Si mradi mnaufahamu na umemalizika? Ndio Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mradi umemalizika 2020 na mnaufahamu na fedha zipo, kwa nini hamjalipa? Mheshimiwa Waziri Mkuu, fedha bado hazijaja sababu zilikuwa ziko halmashauri kwa mkurugenzi, ilibidi azilipe sasa huku Ruwasa ili tuweze kuwalipa. Ni mbinguni? Hapana. Si mkurugenzi huyo hapo? Ndio Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wewe Ruwasa mko wapi nyinyi? Tupo hapa Kiteto. Mko hapa Kiteto? Ndio Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mnamhangaisha ninyi wote, mkurugenzi huko Kiteto, wewe huko Kiteto, mradi ulishaisha, fedha ipo, ni retained, mkandarasi hamjamlipa. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wewe unaona ni sawa hiyo? Hapana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa nini hamjamlipa? Fedha hizi Mheshimiwa Waziri Mkuu tunatarajia mkurugenzi akishatulipa ndipo. Yuko mbinguni, si mko naye kila siku na mnatakiwa tu mwambie alete mlipe. Tulishazungumza naye akasema katika makusanyo atatulipa ili si huyu hapa amesema ajui hilo jambo. Wewe unadai shilingi ngapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu anadai milioni 19. Milioni 19. Ninapokuja majumuisho mniambie mnalipa siku gani hiyo fedha. Sawa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ndakapokuja majumuisho mniambie hiyo fedha mnalipa. Hebu njoo wape mawasiliano kuambia kabisa wanakulipa lini. Ninyi ni wakukosa milioni 15 miaka mitano 2026 sasa hivi. Kutoka 2020 na mradi ulishatekelezwa. Haya ndio mambo ninayosema ya kupuuza masuala yanayohusu mtu mwingine. Hebu andika namba yako. Nataka ninapofanya majumuisho, meneja pamoja na mkurugenzi, ninapofanya majumuisho mniambie mnailipa lini hiyo fedha. Imeshakaa vya kutosha, kwa hiyo mwezi huu muiweke kwenye budget mlipe. Mwezi unaoanza huu unaisha kesho, huu unaoanza huu muweke kwenye budget mlipe hiyo fedha. Kwanza nimeambiwa ni retention. Kwa hiyo fedha hiyo ni jambo la ninyi kumaliza kuwasiliana mlipe
mhandisi wetu.